Anasema, habari dokta, naomba kuongea na wewe usiku kama saa 2 hivi. Nikamwambia sawa. Huyu ni mmoja ya client ambayo nimewahi kumsaidia changamoto ya kiafya. So kuna vitu akawa amenishuhudia hapa na akawa amenitumia ujumbe. Akanambia, jana nilikuwa na kazi nyingi, sikuweza kutulia kabisa. Nilivyorudi nyumbani nikaoga, nikala tango na maji, nikalala. Naomba nirudie hiyo point hapo. Mwanamke ambaye unakula kula ovyo. Anasema hivi, nilivyorudi nyumbani nikaoga, nikala tango na maji, nikalala. Tango na maji, akalala. Anasema ilikuwa saa 2 usiku. Imefika saa 8 nikashtuka. Kawaida nikishtuka usiku naamka na sali. Very nice. Anasema nimemaliza kusali nikaenda kwa peji yako, nikasoma, nikajifunza zaidi. Jamani, mmemwona mwanamke wa misali huyu? Anasema amemaliza kusali saa 8 usiku. Akaingia kwenye peji ya Dr. Kuboja, kuingia kujifunza, kuchukua nondo kidogo. Anasema, nikwambie kitu dokta, mwili na afya yangu ya sasa ni nzuri sana na inapelekea mume wangu awe na hofu na mimi. Anasema hakuna kusafiri tena, usije ukanisaliti. Basi ninarudi nyumbani mapema. Akaweka vidoti hapa. Hizi ni chatting zetu ambazo tulichati mimi na yeye. Unaweza ukaona hivyo chatting, akaweka vidoti akawa anacheka. So huyu dada nimekutana naye mwaka 2023. Alikuwa na changamoto ya uzazi, alikuwa na changamoto ya ukavu ukeni. Alikuwa na muda mrefu anatafuta mtoto hajafanikiwa. Nikamuingiza katika program maalum, akawa tayari kuweza kulipia, nikampatia dawa ya uzazi. Mungu akajibu ndani ya miezi 2 kuelekea mwezi wa 3, na matibabu yangu ni siku 90, akaweza kushika ujauzito. Toka ameshika ujauzito akasema, dokta, ulichonifundisha, vyakula ulivyonikataza, nitaendelea kuzingatia hilo na sitokula chakula cha aina yoyote. Ametunza ujauzito wake kwa muda wa miezi 9 vizuri, kajifungua salama bila shida yoyote. Mama alikuwa mtu mzima kidogo, lakini akajifungua vizuri pasipo changamoto yoyote. Hiyo haitoshi. Amejifungua, ameendelea kutunza afya yake. Right now tunavyoongea, mtoto wake ana almost karibia miaka 2. So amerudi na kuwa binti mdogo kama mtoto wa 2000. Imagine mwanamke ambaye ana watoto sasa hivi wanaingia chuo kikuu. Amekuwa kabinti kadogo kama ka 2000. Mwanaume wake anaangalia namna gani ambapo mke wake alivyonona, mke wake alivyonawili na kuwa mtamu. Anasema sasa sikuruhusu usafiri tena, watanigongea ama watanitombea huko nje. So kunaweza ukaona hivi vitu ukafikiri kwamba ni uongo, lakini kuna wanawake wanateseka na puke mkavu, wanateseka na uzazi na hawajui wafanye nini. Kumbe shida ipo katika lifestyle, katika upande wa vyakula. Lazima ujue nini unatakiwa kule, nini utakiwi kula, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha unaokoa afya yako ya uzazi kama alivyofanya dada huyu. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nihurumie.